avyo ilipiga na tuko mupando ya Misela. Njo tunakia fika hapa njia kwenda Zarembo. Hapa wakaji hapa wanatustope hapa, asili avyo ilipiga pale, njo manyama ya wale wabwane kwa mbalabala pale. Njo wanafunga njia pale, biko wanalokota kwa maiti zao, hatujui saba tamaliza, njo tukiangalia katutapata njia. Depuis 4 heures tulianza vita, ilikuwa mouvement moya, tulichangia vita pamoja na bengine ba seigneur de guerre, benye banatumikisha mikuki. Naam, sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote ambao kuendelea kutusikiliza vema, ujambo na karibu kujiunga nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kama kawaida, nasema asante kwa nyinyi ambao tumepata fursa ya kuja kuwa pamoja tena katika mwezi huu mpya ambao tumeuanza, mwezi wa 12, tukiendelea kumaliza mwaka wa 2025, mwaka ambao kumeripotiwa visa vingi sana. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida tuko hapa kuendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita ambako hali si shwari kabisa. Na hivyo asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Tutakujuza kuhusu habari kutoka uko Kirungutwe Tubimbi, ambako ndege ya taifa FARDC iliweza kushambulia ngome za waasi wa AFC M23 hiyo jana tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025. Lakini pia tutajielekeza huko Kabare ambako kambi mbili za waasi wa AFC M23 zimechukuliwa na wazalendo baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa hiyo jana tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kambi hizo zimeingia mikononi mwa wazalendo na kuweza kuteketezwa baada ya makabiliano makali sana ambayo yameripotiwa maeneo hayo. Mpendwa msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi, kwa hivyo nakusihi kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Lakini ili uendelee kupata habari za nchi, hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida. Hizi ni za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Qui se sont décidés de chasser les M23 et brûler leur cas après avoir violé plusieurs filles, les mamans et le Tiweri. Nous sommes décidés que c'est la fête du M23 à Kaburunguse, et voilà que nous avons récupéré les 2 cas, leurs 2 cas, nous avons récupéré. Kaburunguse se trouve dans le groupement de Bouchouira. Ici nous sommes dans le groupement de Bouchouira. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Fahamu kwamba hii ni Amani TV Media, na tupata vyema kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na YouTube. Ukiandika tu Amani TV Media hapo utajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unatunasa vyema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Kabare, ambako wazalendo wa tarafani Kabare wamefanikiwa kuteka na kuweza kudhibiti kambi mbili za waasi wa AFC M23 katika wilayani Kabare, jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka upande wa wazalendo, mapigano yalianza mapema saa 10 asubuhi tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025 katika kijiji cha Kaburunguswe. Kijiji hicho kilikuwa kinathibitiwa na waasi wa AFC M23. Baada ya mashambulizi makali, wazalendo waliweza kuwafurusha waasi na kuweka eneo hilo chini ya udhibiti wao. Msemaji wa wazalendo kutoka Kabare, Kamanda Abubakar Kizindula Shombo, amethibitisha taarifa hizi wakati wa mahojiano na media yako. Bwana mtangazaji, unaongea na Observance Abubakar Kizindula Shombo, msemaji wa wazalendo katika tarafa la Kabare. Mtangazaji, nitafuta kukujulisha kuhusu mapambano makali ambayo yamefanyika leo Jumapili tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Bwana mtangazaji, mapambano yale yalianzishwa leo na saa 10 ya usiku baada ya vijana wetu wazalendo ambao wanaongozwa na kamanda anayeitwa Egle
waliamua kwenda kuwachapa waasi wa M23 baada ya kuona uhalifu ambao wanaendelea kuwafanyizia raia, uhalifu ambao wanaendelea kufanya kwa kuwaua raia na kuwachukua vijana kwa nguvu. Mapambano yale yamefanyika katika kijiji kinachoitwa Kaburunguse katika grupema ya Bushwira, teritwari ya Kabare. Vijana wetu wamefanyikiwa kwa kweli kuwachapa kichapo kikali mpaka wameamua M23 baada ya kuona wamezidiwa nguvu, waliamua kukimbia kwenye makao yao, sehemu ile ambayo walikuwa wamejenga manyumba zao, walikuwa wameshachimba maandaki. Vijana wamefanyikisha kuwahamisha mpaka 23 kukimbia, na vijana wetu wameamua kuwafata nyuma kabisa, kuwakimbiza vikubwa sana, mpaka kwa sasa hivi vijana wetu wameadvance mpaka katika kijiji kinachoitwa Kitungano, ni humo katika wilayani Kabare katika teritwari ya Bushwira. Ndio hivyo bwana mtangazaji, pamoja na haya yote tunaomba serikali ya Kongo itambue ya kwamba M23 hawana nguvu, isipokuwa wanategemea madistraction ambazo wazungu wanaendelea kututia ili sisi kuendelea kuifikiria kupata matokeo mazuri kunako CCLF, na ili hali CCLF imeonekana moja kwa moja ya kwamba M23 hawaisapoti wala hawaiheshimu. Kwa hiyo ndio maana vijana wetu wameamua basi kujigomboa, kwa sababu bila raia kuchukua hatua imeonekana moja kwa moja adui ataiteka nchi yetu ya Kongo yote kwa jumla. Kwa hiyo ndugu zangu wanamtangazaji, tunaendelea kuwaomba kufikisha maoni ya wazalendo kunako serikali ya Kongo, kuiomba isaidie mzalendo na artillery, imsaidie mzalendo ili kumpiga kabisa, ili kuendelea kuwahamisha wahalifu wa M23, kwa sababu ni jeshi ambayo haione thamani ya raia, ni jeshi ambayo inamnyanyasa raia, ni jeshi ambayo inawachukua vijana na kuwaingiza katika jeshi kwa kingufu. Kwa hiyo bwana mtangazaji, ni mimi msemaji wa wazalendo katika tarafa la Kabare nzima, anaitwa kwa jina la Observance Abubakar Zihindu Lanshom. Merci na kushukuru. Na tulipomuuliza pia kuhusu hali ya Katana, msemaji huyo alirudi na kutoa mwangaza zaidi. Ndio bwana mtangazaji, mwai muda ya masaa 9:30 saa 10, mulio wa risasi imesikilikana katika kijiji kinachoitwa Nyakadaka. Nyakadaka ni katikati ya Katana na Kavumu. Lakini baada ya sisi kufanya utafiti na kufuatilia ile mulio wa risasi, imegundulika ya kwamba kuna watu ambao walikuja M23 wakawa wanawashakia kuwa wenda wale watu ni wazalendo. Ikaonekana M23 wenyewe wakaanza kubadilisha risasi wenyewe kuwenyewe, kwa sababu walikuwa wameshakia wenda wale watu watakuwa ni wazalendo ambao wanakuja kuwachomokea pale Nyakadaka. Lakini hali yenyewe imeonekana tulivu baada ya kugundua kuwa sio wazalendo, na baada ya kugundua kuwa hakuna mapambano, ni wao wenyewe kwa wenyewe ndio wanabadilisha mlio wa risasi. Unajua ndugu zangu mtangazaji, huwa wao ni oga zaidi, kwa sababu muda wowote ule huwa wanajishakia ya kwamba mzalendo anaweza akawatokea muda wowote ule, na ndio maana waliamua kulilisha milio ya silaha katika kile kijiji cha Nyakadaka, yani ni katikati ya Katana na Kavumu. Ndio hivyo bwana mtangazaji, lakini kwa sasa hali iko tulivu kuanzia saa 11 hadi muda wote ambao tunaendelea, hali ni tulivu kabisa. Mwishowe, msemaji huyo wa kizalendo kutoka uko tarafani Kabare ametoa ujumbe kwa wazalendo wote kuingia vitani bila kujali mambo ya mikataba ambayo serikali inaendelea kuifanya katika nchi za Ulaya. Mimi kama vile Observance Abubakar Zihindu Lanshombo, unajua huwa ndugu zangu, huwa watu wengi aiza kuna baadhi ya wazalendo ambao huwa hawajui fonksio zao. Kwanza Observance iko charge na renseignement sécurité et aussi opération. Mimi kwa mtizamo wangu vis-a-vis na CCLF najikuta ya kwamba CCLF wazungu waliisaini ili kumsaidia adui. Kwa maana gani naleta hoja kama na hii bwana mtangazaji? Ilikuwa tarehe 14 Novemba mwaka wa 2025 ambako walisaini accord cadre huko Doha.
lakini baada ya kutoka kusaini hiyo mikataba, M23 alienda kuvamia ngome za FARDC zilizokuwa ngome za FARDC na wazalendo waliokuwa huko Kirungutwe, na kuuteka mji wa Kirungutwe na Kasika, na kutafuta mbinu zozote zile za kuelekea Mwenga hadi Kamituga. M20 ilichukua mbinu ya kuteka ngome za FARDC zilizokuwa huko Shabunda na kuuteka mji wa Mai Mingi. M23 ilienda kuvamia vikosi vyetu vilivyokuwa Mbayu, huko Kabare, Chivanga, Katana, Ekalehe, lakini huko wakajikuta maskari wetu, wazalendo wetu waliokuwa hizo sehemu wako imara. Vile vile hata kwa upande wa Nord Kivu M23 ilifungua sefe. Bwana mtangazaji, mimi husia wangu na ushauri ambao nitawashauria viongozi wangu, jemedari zangu na wengineo wale ambao wanayo hamu ya kuidefendre patrie, mimi nitawashauri kusema tusiangalie tena masuala ya CCLF. Na ikiwa sisi wazalendo tutaendelea kutegemea CCLF kama vile FARDC, tutapoteza miji. Kwa sababu gani? Imeshaonekana katika hili swala la CCLF, wamewashauri M23 waendelee kufanya maoffensive, alafu baadaye sisi wazalendo pamoja na FARDC tukue shtuka M23 ameshabana province mbili, province yote ya Sud Kivu na province ya Nord Kivu. Kwa sababu laiti haingelikuwa hii ndio mbinu ya wazungu kutaka kubalkanize nchi yetu, bwana mtangazaji, kama vile M23 kukeuka mipaka ya Akoro Kadre kama wamesha prononce sanction juu yao, lakini wanaendelea kufanya offensive na wazungu wanaendelea kukaa kimya, na vile vile serikali yetu ya Kinshasa inaendelea kukaa kimya. Sasa kitu ambacho kama vile husia na kama vile ushauri kwa viongozi wetu wa wazalendo na viongozi wetu wa FARDC ni kuwaomba tuwe na muono wa mbali, na vile vile tuendelee kufanya umoja kati yetu sisi wazalendo, kati ya jeshi letu la FARDC, kuangalia namna tunaweza tukamrudisha adui nyuma, kwa sababu bila kumrudisha adui nyuma tutashtuka adui ataingia Mwenga, adui ataingia Kamituga, na baada ya kufika huko watachukua mbinu za kudeloge Uvira na Ekonsoro. Kwa hiyo bwana mtangazaji, kwanza sisi tunaendelea kujiswali, kwa sababu gani pindi adui anapofanya ile offensive, kwa nini katika hii ingine 24 province ambayo haijaingiwa na M23, kwa nini hawachukue wanajeshi kuwatoa katika ile ingine 24 province na kurenforce Nord Kivu ya usiku Sud Kivu, juu ya kusema na sisi tupate appui, tupate artillery mzuri? Bwana mtangazaji, hili ni swala ambalo linaendelea kunipa oga, kwa sababu CCLF ilianza wala M23 angali Bunagana, mpaka gisi M23 aliuteka mji wa Goma, sisi tukaendelea katika masuala ya CCLF, mpaka gisi Bukavu imeanguka, sisi tuko katika CCLF, mpaka Nzibire imeanguka, tuko CCLF, na leo wanafika sehemu za Kirungutwe na Kasika. Bwana mtangazaji, sasa itakuwa lini? Aidha serikali yetu ya Kinshasa inasubiri M23 ifike wapi ili waelewe kuwa masuala ya CCLF M23 haiheshimu? Hiyo ni hali ya uwanja wa vita tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025 uko tarafani Kabare, katika kijiji ambacho kilikuwa kinadhibitiwa na wahasi wa AFC M23, kijiji cha Kaburungusu, ambako kwa sasa kimerejea mikononi mwa wazalendo. Kijiji hicho si mbali sana na maeneo ya uko maeneo ya Katana, ambako pia hali ya wasiwasi endelea kutanda baada ya kijiji hichi baada ya ngome hizi za wahasi kuweza kuchoma moto, kuweza kuchukuliwa na wazalendo baada ya makabiliano makali ambayo yaweza kuripotiwa kwa muda wa saa kadhaa maeneo hayo ya tarafani Kabare. Na sasa tutoke huko tarafani Kabare moja kwa moja tujelekeze katika tarafa jirani, tarafa la Walungu, ambako ndege ya kivita ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imetekeleza mashambulizi dhidi ya ngome za wahasi wa AFC M23
katika kijiji cha Tubimbi kilichopo tarafani Walungu ndani ya uchifu wa Ngweshe siku ya Jumapili tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, ndege hiyo ya kijeshi ilifanya mashambulizi ya moja kwa moja kwenye maeneo inayodaiwa kutumiwa na wahasi wa AFC M23. Mashambulizi hayo yamesababisha madhara makubwa ikiwemo taarifa za vifo na majeruhi miongoni mwa wahasi, ingawa idadi kamili haijawekwa wazi bado. Wakahaji wa Tubimbi wanaripoti kuwa mashambulizi hayo yamekuja wakati ambao wahasi wa AFC M23 walikuwa wakiamuru raia waliokuwa wamekimbia kurudi makwao baada ya kuwapa muda wa siku 2 kurejea. Tunafika hapa kwa kabila mbali. Ile avyo ilipiga na tuko mupando ya Misela. Njo tunakia fika hapa njia kwenda Zarembo. Aba wakaji hapa wanatustope hapa, asili avyo ilipiga pale, njo manyama ya wale babwane kwa mbalabala pale. Njo wanafunga njia pale, biko wanalokota kwa maiti zao, hatujui sasa watamaliza, njo tukiangalia katutapata njia. Maki mpumuzike kwanza pale, msiende ingia muriski ku. Ndiyo wasema nakufa ba mingi sana pale juu, balikuwa ba mingi sana pale na njo baliachililia. Mimi nilikuwa nasema hivi, juu walisema leo njo mwisho ya watu kutoka mumapori. Jikaze watu watoke kule baba. Biko munjia deja. Njia iko wazi huku. Hivi tu tunakia kutana vya kubombarde hapa njo vye vinaanza kutuzuia. Tuko lwa mugulu twende pumuzikia njo Tubimbi juu kuko wataksimu niliongea naye atakia tuchunga pale. Sawa. Biko munjia nao hivi niko bachunga. Mwangaligi si ya kutoka huku banasema banaambia bashofere wa magari batoto wetu wakikata tu ile kilalo ya nani ya Lwindi pale. Njo saa yenye sasa vita inatafuta anza. Msiende na bakia pale. Siyapata hata confirmation kwa mtu wangapi wanafariki mubaraia. Siyapata hata. Mwingine tu njana niambia sema ni kweli majeshi tu nje lisagika. Na watu watafuta kupita waende kusoko wakabarudisha sema barudi wasiende naona kumaiti zao. Njo ninasikia tu vile. Vitu viko nguvu. Na baadhi zetu yuko ananiita niende tufundishe Tubimbi. Nini tutafundisha? Mwa zile matatizo za mavio kufanyaka ile hatua ya vile. Mbona vitakia riski vinaingia mubaraia bandu. Bana mbali kuna baza déterminé. Donc bango ba décider kaka c'est le fait kaka na kati ya vile ya Bukavu. Ezala ba wazalendo ya Mwenga Shabunda coalition, ezala FARDC, ezala ndamba ba Burundi bazana ba axe wana donc moto. Aba baza déjà direction Kilungutwe. Tio moko yebi Kilungutwe. Kilungutwe eza lisusu musikate. Donc ba beta ki kote ba Tubimbi wana donc na ba force na biso mususu ba décider donc direction api Kilungutwe. Na ba element mususu bakangami mateka ya M23. Bazondi mate na axe wana. OK vie RCM nazana ba info quand même. General nani huyo hakuna ya bandeko na biso ba waza na ba observance na yebi bango. Na yebi ba master wana na yebi bango très bien là. Yo moko tala kaka. Trop c'est trop lembisi biso. Boro wana ndeke zole kabiso kana mutu awa. Ye mai kaka likola mai pembeni alake kaka. Ndezo sumba. Merci. Bola la malamu. Debisa pe vio mokamba oyo kiseba audio wana poye alika ba info mingi nde yango wana system za wana Kilungutwe. Kwa bana mbale balale na Kilungutwe balobi ba pemi mwa muke direction kaka wapi beke. Hali hiyo imezua tamruki kubwa kwa wananchi ambao sasa wanahofia usalama wao kutokana na kuongezeka kwa vita maeneo hayo. Wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakiungana pamoja na jeshi la Burundi wanaendeleza operesheni za kivita wakiwa na lengo la kuweza kukomboa maeneo yote ikiwemo maeneo hayo ya Tubimbi pamoja na kuingia katika maeneo
ya Kirungutwe ambako kwa muda wa wiki mbili sasa ipo chini ya udhibiti wa majeshi ya wahasi wa AFC M23. Hali katika maeneo hayo endelea kuwa tete tarafani Walungu kutokana na makabiliano hamba endelea kuripotiwa siku baada ya siku kati ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC vikishirikiana na wazalendo dhidi ya wahasi wa AFC M23. Mashambulizi haya yamejiri wakati rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na mwenzie wa Rwanda wanatarajiwa kuelekea moja kwa moja huko Marekani kwa ajili ya kuweka saini mikataba ya amani kati ya nchi hizo mbili, mikataba ambayo inalenga kusitishwa kwa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wazalendo wanaendelea na mashambulizi kwa lengo la kuweza kuchukua udhibiti wa maeneo ambako wahasi wanaendelea kuyashikilia. Huko tarafani Mwenga ni kwamba idadi ya vikosi vya majeshi kutoka Burundi pamoja na wazalendo vinazidi kuingia kwa kasi kwa ajili ya kuweka ulinzi madhubuti ya kuweza kukabiliana na wahasi wa AFC M23 ambao wameonyesha nia yao ya kuongeza maeneo yao ambayo wanayadhibiti. Lakini pia huko katika nyanza za juu za tarafa la Fizi, maeneo ya Rugezi pembezoni na mji wa Minembwe, makabiliano makali yameripotiwa jana tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025 kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya wahasi wa Ngomino Tuganeo Red Tabara wa shirika wa AFC M23. Na duru kutoka upande wa wazalendo zimeeleza kwamba wamefanikiwa kuweza kudhibiti shambulizi hilo ambalo limeendeshwa na wahasi kwenye maeneo hayo ambako walijaribu kusonga mbele kwa lengo la kuweza kupanua maeneo yao. Hivyo mpendwa msikilizaji, hali isi shwari kwenye ngome zote uko kwenye uwanja wa vita, tukizungumzia ngome ya uko Fizi, ngome ya Mwenga, lakini pia ngome ya uko Kabare ambako moto unaendelea kuwaka, na hizi ni za moja kwa moja. Hivyo tutaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili tuendelee kukutaarifu kila tu kunapokuwa mabadiliko yoyote kwenye uwanja wa mapambano. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani, na kusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare habari hizi kwa walio wengi ili uendelee kuzipata kama kawaida, na kusihi kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye ambako utazungumzia tosha matukio halisi ya kile ambacho endelea uko kwenye uwanja wa mapambano. Niseme tu mwisho wa taarifa ya habari ni mwanzo wa habari zingine. Kwa hivyo na kuaga kwa muda mchache, lakini tutakuja kwa pamoja tena katika taarifa zetu za hapo baadaye.